Kwa tuliingia tukutaka matokeo. Kwa hiyo naamini mwalimu pia focus yake kubwa tupate point 3. Hatujapata point 3, mpata moja. Yote ni mipango ya Mungu, ni football, hatujapoteza, tunasonga mbele. Nani alikuwa mwiba haswa kwenye kukukaba kwenye mikimbio sahihi hii leo kwa upande wa defensive ya upande wa Young Africans? Mimi naweza kusema kukua kuna mwiba, labda kusema labda mtu ni katika football tumesubana. Wao wamefanya kazi yao linzi na mimi tumefanya kazi yetu ya attack. Kwa hiyo naamini kwamba ni football, hawajaruhusu goal na sasa tujapata goal. Kwa hiyo yote na yote ni tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ndio football. Upande sasa ambavyo ulivyowatazama Young Africans, ni timu ya namna gani haswa pindi inapokuwa uwanjani inapocheza? Ukisema ni katika masuala kwa watazama Young Africans, binafsi ni mchezaji. Kwa masuala kuichambua Young Africans na waachia wachambuzi. Kwa hiyo mimi focus yangu ni uwanjani na nacheza katika kwa namna ambavyo unaona wachezaji wake jinsi ambavyo wanacheza mpira. That is my question. Ni timu kubwa, ukiangalia timu kubwa hajapoteza mechi kama sisi. Kwa hiyo tuna appreciate kwa hicho ambacho wanakifanya na sisi pia hatujapoteza. Kwa hiyo ni timu kubwa, kila mtu anajua Young Africans timu kubwa. Kwa hiyo na sisi ni timu kubwa. Kikubwa ni ndo mpira. Malengo yenu ni yapi haswa tangu ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League inaanza? Nini ambacho kocha Florai Benge huwa anawaambia kwenye viunga vya mazoezi na mnakwenda kuvipractice uwanjani ili muweze kufikia ile target na point ambayo mmejiwekea kwa msimu huu? Mwalimu anasisitiza kuingia uwanjani kwa ajili ya kushinda. Na siku zote anatusisitiza sana mechi ni kwa ajili ya kuwin. Kwa hiyo naamini kwamba tupo kwa ajili ya kwenda kucheza mechi kwa ajili ya draw. Hapana, sisi tunaenda kucheza mechi kwa ajili ya kushinda. Na mwalimu amekuwa mstari wa mbele sana kusisitiza sana swala la kushinda mechi. Hem, tuzungumzie moment ambayo uliitazama vizuri kwa upande wako ambavyo Faisal alivyokuwa akipiga high balls ile kuelekea goli. Kuna namna ulishika kichwa hivi? Of course ni mtu ambaye ana maono na jicho. Binafsi alichukua mpira kama Kale Diarra yuko wapi alishatoka. Kwa hiyo binafsi alifanya tukio ambalo ni kubwa sana, lingeweza kutupa alama 3 kwa mechi leo. Kwa ajabu bahati ikamepaa kidogo juu ya lango, lakini ndo mpira. Shukrani sana. Asante sana.